Kuna watu ambao wamekuwa wakichanganya hasa kwamba Matilda amejifungua. Ni kweli amejifungua ukweli. Hasa wamekuwa wakitaja kwamba yule mtoto ni kweli ni wa manyanya. Katika maisha ya uhalisia wao wanajua kwamba amejifungua mtoto. Yule mtoto ni wa nani? Wengi wanasema kwamba yule ni mtoto wa manyanya. Basi niukaribishe, hii ni Bongo Focus. Katika video hii nitakwenda kufahamisha ukweli na uhalisia uliopo kati ya yule mtoto wa ukweli anayeigiza na mtoto wa maisha ya kuigiza. Yaani maisha kwenye movie na maisha ya reality. Kwanza unatakiwa kujua kwamba maisha ya reality ni kweli, yani maisha ya uhalisia ni kweli, Matilda amejifungua mtoto wa kiume. Amejifungua mtoto wa kiume. Lakini pia katika upande wa maisha ya uigizaji, kule ambapo wanaigiza kama scene mbalimbali ambazo zimekuwa zikieleza pia, lakini ukiachana hapo kwa mujibu wa script nzima, ni kweli kabisa kwamba kwenye movie wanasema Matilda amejifungua mtoto wa kiume kwa mujibu wa mama mkuu alivyompigia simu, ni kweli amejifungua. Lakini sasa tunapokuja katika upande wa huko kwenye maisha ya uhalisia, huku mtoto aliyejifungua, Matilda mtoto aliyejifungua sio mtoto wa manyanya, lakini huko kwenye movie mtoto aliyejifungua ni mtoto wa manyanya, damu ya manyanya kwa mujibu wa movie. Sasa hivyo ni vitu ambavyo vimekuwa vikichanganya zaidi na zaidi. Sasa nipo hapa kuweza kukuweka wazi, kama nilivyokujuza, hakikisha unabonyeza neno subscribe. Ukweli ni uhalisia ni kwamba Matilda akajifungua, lakini ile mimba sio ya manyanya. Na kuna watu wengi ambao wamekuwa wakiulizia kwamba je, manyanya ni kweli wao ni wapenzi? Wamekuwa wakiunganisha kwamba Matilda pamoja na manyanya ni wapenzi, au Vai na manyanya ni wapenzi. Hivyo vitu vyote ni negative, tunasema mwazo ambao ni hasi kutokana na ukweli na uhalisia. Ukweli na uhalisia ni kwamba manyanya na mpenzi wake ambaye ni tofauti kabisa na hao wawili, na mpenzi wake kidogo haigizi kabisa katika upande wa ye movie ya Tamthilia ya Dunia, lakini penzi lake amekuwa akiliweka mafichoni sana, lakini ni muda mrefu sana. Katika video itakayofuata nitakuonyesha baadhi ya mtu ambaye anahisiwa, ambaye muda wote huwa wanakuwa naye sana, yani muda wote wanakuwa naye sana, most of the time wanakuwa naye. Kwa hivyo lazima ukiwa kama mwanaume, ukiwa unakuwa na msichana ambaye kiukweli na uhalisia kwamba sio ndugu yako, sio nani, alafu muda wote upo naye kila sehemu nini, mara nyingi, basi lazima tuweze kujua. Kwa hivyo katika video itakayofuata nitakufahamisha juu ya mpenzi wake wa manyanya, lakini pia niko hapa kuweza kukujuza kwamba yule sio mtoto wa manyanya wa uhalisia. Labda kwenye movie ndio sawa, lakini kwa maisha ya uhalisia sio kabisa. Wewe ulikuwa unajiuliza maswali hayo, basi yapo hapa. Lakini kwa upande wa mpenzi wa manyanya nitakujuza katika video inayofuata. Kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe hapa Bongo Focus.